صلى الإله العظيم على المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ndugu mtazamaji na ndugu mwanafunzi na mfuatiliaji, na kukaribisha tena katika barnamiji yetu ya diploma kwa Waislamu wapya, tukiwa na kozi ama topic inahusiana na imani ya siku ya mwisho. Al-imanu biyawmil al-akhir, imani kuamini siku ya mwisho. Katika topiki hii tutagusia kwa nini Qur'an imeweka msisitizo katika kuamini siku ya mwisho. Kisha tutaangalia kuamini siku ya mwisho kunajumuisha vitu gani. Tutaangalia miongoni mwa hoja za Qur'an juu ya kuthibitisha kufufuliwa, juu ya kuthibitisha kuamini siku ya mwisho. Pia tutaangalia pia katika kuamini siku ya mwisho kuna kipengele kinachosema al-imanu biyawmil akhir khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Hii al-imanu bil qadari, kuamini qadari. Kwa hivyo tutaona qadari ni nini, kisha tuone qadari pia imejumuisha mambo gani. Halafu pia tutaangalia tutaangalia matunda ya kuamini qadar, matunda ya kuamini qadari. Kwa hivyo ninakukaribisha tuambatane mpaka tamati katika muhadhara huu, muhadhara ambao ni katika mihadhara muhimu sana katika kozi hii. Tutakuwa na mimi wako Ustadh Uthman Abdallah. Naam, kuamini siku ya mwisho. Tunaanza na maana ya kuamini siku ya mwisho. Kuamini siku ya mwisho. Kuamini siku ya mwisho ina maana gani? Tumepata kujua katika mihadhara iliyopita kuwa Muislamu, Uislamu wake haukamiliki mpaka atakapokuwa ni mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitume na siku ya mwisho na khair na qadar, khairi zake na shari zake. Imani, nguzo za imani ni 6. Sasa katika kukamilika kwa nguzo za imani, haiwezi kukamilika nguzo za imani bila kutaja kuamini siku ya mwisho. Kwa hivyo nini maana ya kuamini siku ya mwisho? Ni imani madhubuti ya kuamini kwamba Allah atawafufua watu kutoka makaburini, halafu atawahesabu na kuwalipa kwa mujibu wa matendo yao, ili watu wa peponi wapumzike katika makazi yao na watu wa motoni waingie katika makazi yao. Kwa hivyo maana ya siku ya mwisho ni kuwa ni siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawafufua viumbe vyote. Bimaana viumbe vyote, binadamu na majini na wanyama, viumbe vyote vyenye uhai vitakufa. Sasa baada ya kufa kuna kufufuliwa. Binadamu na majini watafufuliwa. Sasa wakifufuliwa kutakuwa na hesabu. Kutakuwa na hesabu. Kwa hivyo hapa imani ya siku ya mwisho, kwanza tunaamini kuna
kwa kila kiumbe. Kila kiumbe kitakufa. Halafu baada ya kufa kuna kufufuliwa. Kuna kufufuliwa. Kila kiumbe kitakufa, halafu kufufuliwa. Hasa vinafufuliwa lini? Siku hii ya mwisho, hii ni siku ya kufufuliwa. Sasa baada ya kufufuliwa kuna nini? Hesabu. Hesabu ya vitendo. Baada ya hesabu ya vitendo kuna nini? Malipo. Sasa haya malipo aidha janna au moto, nar. Haya malipo ambayo yako katika kuamini siku ya mwisho itakuwa ni janna au moto. Janna kwa wale ambao wametenda vitendo vizuri, vitendo vyema, wataingia peponi katika mabustani ambayo yametengenezwa, yametayarishwa kwa sababu ya watu wema. Kisha wale waovu wataingia motoni. Hapo wataishi milele. Hawa janna wataishi milele. Motoni, wale ambao wataingia motoni, kuna wale ambao wataingia motoni kisha watolewe waingizwe peponi. Peponi wataishi milele. Kisha baada ya kuwa hayo yote yameshapita, watakaobakia motoni pia wataishi milele. Kwa hivyo kuamini siku ya mwisho ni imani thabiti kuwa hii siku iko. Baada ya kila kitu, kila kiumbe kufa, kuna kufufuliwa. Kwa hivyo kufufuliwa kupo. Baada ya kufufuliwa ni nini? Hesabu ya vitendo, aidha vyema ama viovu, vyote vitahesabika. Baada ya hesabu malipo. Malipo aidha janna au moto. Sasa hii ndiyo maana kwa kifupi ya siku ya mwisho. Kwa Muislamu anaamini ama yuamini kuwa siku ya mwisho iko. Kuamini siku ya mwisho ni moja ya nguzo za imani. Haiwi sahihi bila ya nguzo hiyo. Allah amesema kuwa lakini wema ni wa yule ambaye amemwamini Mwenyezi Mungu, lakini albirra man amana billah wal yawmil akhir. Wema ni kwa yule ambaye amemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Allah anasema katika suratu Al-Baqara. Kwa hivyo katika suratu Al-Baqara tunaambiwa kwa Muislamu ni lazima aamini siku ya mwisho ipo, ni siku ya kufufuliwa, na ni siku ya hesabu, na ni siku ya malipo. Kwa nini Qur'ani imeweka msisitizo katika kuamini siku ya mwisho? Kwa nini Qur'an imeweka msisitizo wa Qur'an katika kuamini siku ya mwisho? Katika kuamini siku ya mwisho. Kwa nini? Kwanza, Qur'an tukufu imeweka msisitizo katika kuamini siku ya mwisho. Imeliweka angalizo jambo hilo katika mnasaba. Imesisitiza kwa kutumia njia mbalimbali za lugha ya Kiarabu kwa siku hiyo inatokea, na umefungamanishwa kuamini siku hiyo na kumwamini Allah katika sehemu zaidi ya moja. Hayo ni kwa sababu kuamini siku ya mwisho ni matokeo ya lazima. Ndani ya Qur'an Mwenyezi Mungu ametumia mbinu tofauti kwa matamshi tofauti ya lugha ya Kiarabu. Matamshi tofauti ya lugha kwa lugha ya Kiarabu. Mwenyezi Mungu ametumia mbinu nyingi katika kueleza msisitizo wa kufufuliwa na kuamini siku ya mwisho katika matamshi mbalimbali ya Kiarabu. Kisha ameliweka hili limeambatanishwa na kuamini kwa Mwenyezi Mungu, kumwamini Mwenyezi Mungu, kumwamini Allah
kumeambatanishwa na kuamini siku ya mwisho. Kwa huwezi kumwamini Allah halafu ukakataa kuwa siku ya mwisho iko. Hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu siku ya mwisho ni matokeo ya lazima. Siku ya mwisho ni tokeo la lazima. Yaani mtu pamoja na akili yake yote, hata akijifanya haelewi, akakataa kuwa hili ni tokeo la lazima liko. Tutaona ndani ya Qur'an Mwenyezi Mungu alivyopiga mifano tokeo hili ni tokeo lipo la lazima. Halafu pia Allah hapendi dhulma. Allah hapendi dhulma. Sasa binadamu wako watu ambao wanadhulumu wenzi wao hapa duniani, wakidhania wa hapa ndio mwisho. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapendi dhulma. Kwa hivyo siku hii ndio siku ya kuonesha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hapendi dhulma. Kivipi? Atawachukua wale wenye kudhulumiwa, walipwe kile walichodhulumiwa, na wale wenye kudhulumu Mwenyezi Mungu atawapa adhabu inayostahiki. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapendi dhulma, ni tokeo la lazima, na Mwenyezi Mungu hapendi dhulma. Ameiweka siku hii ni siku ya kudhihirisha haki. Kila aliyechukua haki ya mwenzake aweze kuiregesha. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu, hili ndio maana Qur'an imesisitiza kwa mbinu tofauti za lugha ya Kiarabu kwa kuonesha umuhimu wa kuamini siku ya mwisho. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala amefungamanisha hili jambo katika imani yake, kwa sababu ni tokeo ambalo litatokea, ni lazima litatokea. Ukatae, ukubali, lakini litatokea. Sasa kwa Muislamu hana njia ni kuamini kuwa hili jambo lipo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelisema. Sababu ya pili, Mwenyezi Mungu hapendi dhulma. Watu hudhulumiana wakiona kuwa kudhulumu basi yeye hana yani yule mwenye kudhulumiwa hana mtetezi. Lakini sasa siku hiyo Mwenyezi Mungu ndo atadhihirisha kuwa mtetezi wake yule mwenye kudhulumiwa yupo, na ni yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuamini siku ya mwisho kunajumuisha mambo gani? Kuamini siku ya mwisho kunajumuisha mambo gani? Kuamini siku ya mwisho kunajumuisha nini? Yani kuamini siku ya mwisho kunajumuisha mambo gani? Imani ya Muislamu ya kuamini siku ya mwisho inajumuisha mambo mengi. Miongoni mwa hayo ni jambo la kwanza, kuamini kufufuliwa na kukusanywa huko ni kuhusishwa na waliokufa kutoka makaburini mwao. Yani siku ya mwisho maana yake tunaamini nini? Kufufuliwa. Inajumuisha kufufuliwa na kukusanywa. Kwa sababu hii dunia ni kubwa. Dunia ni kubwa. Dunia ina sehemu tofauti. Ina mabara, ina sehemu za nchi kavu, majini, wapi. Sasa watu hufa sehemu tofauti. Watu hufa na wakazikwa sehemu tofauti. Sasa siku hii ya Kiyama ni siku watu watafufuliwa, halafu watu watakusanywa wote wawekwe sehemu moja ambayo inaitwa ardhu al-mahshari. Ardhu al-mahshari. Wako wanavioni wengine wanasema itakuwa ni Palestine katika tafsiri yake, na wengine wanasema ni kwingine. Idhan, lakini muhimu tukisema siku ya mwisho, kuamini siku ya mwisho ni kuwa tunakusanya ndani yake kufufuliwa
na watu kukusanywa sehemu moja wakiwa peku, yani bila viatu, wakiwa kama walivyozaliwa. Halafu jambo la kufufuliwa ni miongoni mwa mambo ambayo Qur'an na Sunna na akili timamu ya mwanadamu inakubali hilo jambo, Kwa hivyo kuamini siku ya mwisho kunajumuisha kwanza kuamini na kufufuliwa na kukusanywa. Namba 2, inajumuisha kuamini kuhesabiwa na mizani. Roman 2, kuhesabiwa kwa mizani. Yani siku hii ya mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atahesabu waja kwa kutumia mizani. Wanadau almawazina. Kwa siku hiyo Mwenyezi Mungu ataweka mizani kwa ajili ya vipimo, ili mtu asiseme nimedhulumiwa, ili mtu asihuzunike, asinungunike akaona amedhulumiwa, Mwenyezi Mungu amempendelea mtu. La, utawekwa mizani, ile mizani ndio itapima vitendo vya watu. Kwa hivyo siku ya mwisho inajumuisha watu watahesabiwa kwa mizani kulingana na vitendo walivyovifanya. Matendo yatapimwa katika mizani kubwa, mazuri yatawekwa katika upande mmoja wa mizani na maovu yatawekwa katika upande mwingine. Yule ambaye mazuri yake yatalemea maovu yake atakuwa miongoni mwa watu wa peponi, na ambaye maovu yake yatalemea mazuri yake atakuwa miongoni mwa watu wa motoni. Allah amesema kuwa na tutaweka mizani ya haki kwa siku ya Kiyama. Wanadau mawazina alhaq. Kwa hiyo nafsi haitadhulumiwa kitu chochote, na hata kama kitu hicho kitakuwa na uzito wa punje ya khardali tutaileta, na sisi tunatosha kuwa wahesabuji. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii yotuonesha kwa siku ya Kiyama, siku hiyo ya mwisho ataweka mizani. Ile mizani itapima kila kitu, hata kama mtu amefanya kitendo kidogo kwa mithli ya punje ndogo ya khardali, punje ndogo, dharra, kitu kidogo yani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamlipa, atakihesabu kile kitu. Kama ni wema ataona wema, man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kwa hivyo mtu atakifanya wema ataona, akifanya mabaya pia ataona. Kwa hivyo kuamini siku ya mwisho kunajumuisha kuhesabiwa katika mizani. Kisha pia kuamini siku ya mwisho kuna jumuisha pia jambo lingine. Jambo lipi? Jambo la pepo na moto. Malipo, pepo na moto. Pepo na moto ni nyumba ya neema ya kudumu ambayo Allah amewaandalia waumini wacha Mungu watiifu kwa Allah na mtume wake. Pepo ni nyumba ya neema, nyumba iliyojaa starehe, nyumba iliyojaa mazuri, nyumba iliyojaa furaha. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameitayarisha nyumba hii kwa wale watiifu, wale wacha Mungu, wale wenye kufuata mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Humo katika pepo kuna aina zote za neema za kudumu ambazo nafsi zinatamani. Katika pepo walakum fiha ma tashtahi anfusukum, yani katika pepo mtapata kila kitu ambacho nafsi inapenda utakipata. Yani mtu akifikiria tu tayari kishakuja. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi kuwa
yule ambaye ataingizwa peponi kutokana na neema atakazoziona, basi itakuwa ni kama ambaye hajawahi kusikia neema kama hizo zikitajwa, wala hajawahi kuona, wala hajawahi kufikiria. Sasa just imagine, hapa duniani tunasomeshana, tunafundishana, tunasoma kwa peponi kuna mito ya maziwa, mito ya asali, mito ya maji, mito ya juice, mito, kuna starehe tofauti tofauti, vyakula vya kila aina, kuna mabustani, kuna nyumba, kuna magarden, kuna nini, kuna kila aina ya starehe iko. Sasa siku hiyo mtu akioneshwa hatofikiria kuwa ashawahi kujua, kutokana na uzuri aliyouona kwenye hiyo pepo. Kwa hivyo tunajua kuwa tunajumuisha katika imanu biyaumil akhir, pepo kuwa iko, pepo iko na Mwenyezi Mungu ameitayarisha kwa ajili ya watu wema. Pia kuna moto. Moto ni nyumba ya adhabu. Mwenyezi Mungu atujalie tuingie katika wenye kuingia peponi, na atuepushe, atuhifadhi, atulinde kutokana na adhabu yake ya moto. Kwa hivyo moto ni nini? Moto ni nyumba ya adhabu ya kudumu ambayo Allah ameiandaa kwa ajili ya makafiri ambao wamemkufuru Allah na kuwaasi mitume wake. Katika nyumba hiyo kuna aina mbalimbali za adhabu, maumivu na mateso ambayo hayaelezeki. Yani kama ambavyo Mwenyezi Mungu ametayarisha pepo kwa watu wema, pia ametayarisha moto kwa watu waovu, wale ambao wanakufuru neema za Mwenyezi Mungu, aya za Mwenyezi Mungu, dalili za Mwenyezi Mungu, wanakataa, wanakufuru, wanafanya uovu, wanafanya endeleo na uovu. Watu kama hawa Mwenyezi Mungu ameandalia moto. Hii ni nyumba ambayo ina adhabu za kudumu. Mwenyezi Mungu anasema Mwenyezi Mungu anasema katika suratu Al-Baqara, basi ogopeni moto ambao kuni zake ni watu na mawe, umeandaliwa kwa ajili ya makafiri. Waquduha an-nasu wal hijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Mwenyezi Mungu anasema uogopeni moto kama huu. Ewe Mola wetu, tunakuomba pepo na kila kauli ya kitendo kinachotuweka karibu na pepo. Kwa hivyo tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie pepo na atuepushe na moto. Katika mambo ambayo yanajumuishwa kwenye imani ya siku ya mwisho ni mambo matatu. Jambo la kwanza, kufufuliwa na kukusanywa. Kwa siku hii ya mwisho watu watafufuliwa na watu watakusanywa. Kila ambaye atakuwa katika pande yoyote ya dunia, Mwenyezi Mungu atamleta akusanyike na wenzake wawe mahali pamoja. Na pili, tunaamini katika siku ya mwisho ndio siku ya kuhesabiwa. Ndio siku ya kuhesabiwa. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam atambia siku hii ni siku ya haki, kiasi ambacho kwamba yule aliyemdhulumu mwenzake, aliyemchukua kumpokonya mwenzake haki yake ama kwa kila kitu, itafikia mahali Mwenyezi Mungu awaambie lazima watu walipizane, lazima walipizane. Hata kama yule mbuzi ambaye alikuwa na pembe akamvunja mwenzake pembe lake, ama akamharibu, akamletea athari na balaa mwenzake, basi siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atamwambia amlipize. Kwa ni siku ya kuhesabiwa kila kitendo ambacho mwanadamu anafanya. Siku hii ni siku ambayo ni siku muhimu sana ambayo inahesabiwa.
yani kuna hesabu. Alafu pia la tatu tumesema katika mambo yanayojumuishwa ni pepo na moto. Pepo ni nyumba Mwenyezi Mungu ameitayarisha ya starehe, ambayo itakuwa ni malipo kwa watu wema, Waislamu, waumini, wenye kupenda kheri, wenye kutenda kheri, wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu, wacha Mungu wataingia peponi. Na ziko dalili nyingi ambazo zimethibitisha jambo kama hili. Alafu pia kuna moto ambao ndio mafikio ya watu waovu, makafiri, wasiosikiza mafundisho ya Mwenyezi Mungu na mafundisho ya mitume ya Muhammad, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa wataingia motoni. Katika jambo lingine la 4 ambalo linalojumuishwa na kuamini siku ya mwisho ni adhabu ya kaburini. Adhabu ya kaburini na neema zake, kwamba kifo ni kweli. Katika jambo la 4 ambalo linajumuishwa hapa na kuamini siku ya mwisho ni adhabu ya kaburini, kuwa kifo kipo na watu wakifa wanazikwa, na pale kaburini imma rawdatun min riyadil janna au hufratun min hufari nari, aidha ni pepo, ni bustani katika mabustani ya pepo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, au ni shimo katika mashimo ya motoni. Kwa hivyo tunaamini siku hii ya mwisho. Tukisema siku ya mwisho ni siku ambayo mwanadamu akifa atakufa, alafu aingizwe kaburini. Sasa ndani ya kaburi kuna starehe ama kuna adhabu? Kwa hivyo tukisema al-imanu biyawmil akhir, inaingia ndani kuamini adhabu za kaburini. Adhabu ya kaburini na neema zake, tunaamini kwamba kifo ni kweli. Mtukufu subhanahu wa ta'ala amesema, sema atakufisheni malaika wa mauti ambaye amewakilishwa kwenu, kisha mtarejeshwa kwa Mola wenu. Mwenyezi Mungu anasema, qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum. Atawafisha, manake kifo kipo. Na jambo hilo ni jambo linaloonekana wazi lisiokuwa na shaka. Tunaamini kwamba kila anayekufa au kuuawa kwa sababu yoyote ile iliyotoa roho yake, hilo limefanyika kwa muda wake kufika. Yani tunaamini sisi Waislamu kwa mtu hafi isipokuwa muda wake umefika. Wama kana linafsin an tamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala, kwa muda wake kama umefika, basi kila nafsi itaonja mauti. Pindi ikifika muda wao hawatachelewa hata kidogo. Mwenyezi Mungu anasema muda wa mtu kufa ukiwa umefika, hawezi kuchelewesha hata dakika moja. Anayekufa kiama chake kimesimama na amehamia kwenye nyumba ya akhera. Anayekufa, yani mambo ambayo yanafuatana na adhabu za kaburi. Kwa anayekufa ni kuwa tayari ameanza kiama chake, ameanza siku yake ya mwisho. Anayekufa tayari ameanza siku yake ya mwisho, manake ametoka duniani anaelekea akhera. Sasa tunaamini kuwa huyu ambaye ametoka duniani tayari siku yake ya mwisho imeanza, kiama chake kimeanza.
kiama chake kimeanza kwa ile kufa. Kisha zimethibiti hadithi nyingi zilizonukuliwa kwa mtume wa Allah katika kuthibiti kwa adhabu ya kaburi kwa makafiri na wafanyao maasi na neema yake kwa waumini na watu wema. Tunayaamini hayo bila kuingia katika kuelezea namna yake, kwa sababu akili haina uwezo wa kufahamu namna ya hakika yake. Mtu anaweza kusema, sasa mtu ni nani ambaye alikufa akaenda kaburini akaona adhabu kisha karudi? Swala kama hilo sisi hatuwezi tukakukinaisha kuwa tumeenda na tukarudi, bali tunaamini kuwa lipo, tunaamini kuwa ni katika mambo ya ghaibu. Alladhina yu'minuna bil akhirati, alladhina yu'minuna bil ghaibi, wenye kuamini ghaib. Ghaibu ni mambo yaliyofichika. Mwenyezi Mungu ametueleza na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufafanulia vizuri kuhusu kiyama, kuhusu adhabu za kaburi na neema zake. Kwa hivyo ni mambo ya ghaib, ni mambo ambayo sisi tunaamini yapo, kama pepo na moto tunavyoamini kuwa iko, na sio katika ulimwengu wa wanayoonekana kwa macho. Uwezo wa akili katika kupima, kuhukumu na kugundua matokeo unakuwa katika yale mambo ambayo mfano wa kanuni yake. Yani hapa nataka kutueleza kuwa haya ni mambo yako kwenye ilmu al-ghaibi. Ilmu al-ghaibi, ilmu al-ghaib. Ilmu al-ghaib ni ilmu ya kuonesha, yani inahusu mambo yasiyoonekana. Kwa hivyo Muislamu anaamini kiama kipo na dalili ziko. Katika kuamini kiama ataamini kuna adhabu za kaburini na neema za kaburini. Anafaa Muislamu kuamini hivi, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametaja na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema. Kwa hivyo katika mambo yanayojumuishwa na kuamini siku ya mwisho ni mambo manne kama tulivyosema: ni kufufuliwa, kuhesabiwa, kuamini pepo iko na moto huko, na kuamini ndani ya kaburi kuna aidha adhabu au neema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika wale wenye kuneemeka. Sasa tuangalie hoja za Qur'an ambazo zinazothibitisha jambo hili la kuamini siku ya mwisho. Hoja za Qur'an, miongoni mwa hoja za Qur'an ambazo zinazothibitisha jambo kama hili, ili yule ambaye anayepinga, anayesema je, kwani nyinyi mmeenda kaburini mkarudi mkaja kutuambia, atusikilize vizuri hoja hizi. Hoja ya kwanza, Allah mtukufu ameanzisha kuumba binadamu. Hoja za miongoni mwa hoja za kuthibitisha kuthibitisha siku ya mwisho. Siku ya mwisho, na tumetaja tukisema siku ya mwisho tunajumuisha nini na nini? Tunajumuisha kufa, kufufuliwa, kuhesabiwa, pepo na moto na adhabu za kaburi. Haya, hoja ya kwanza tunasema Allah mtukufu ameanzisha kuumba binadamu. Tunakubaliana kuwa Allah ndiye
anzisha ndiye alianzisha kumuumba binadamu. Tunathibitisha, tunakubali sote kwa Allah ndiye aliyeanzisha kumuumba binadamu. Sasa swali tunajiuliza, ikiwa Allah ndiye aliyeanzisha, walladhi ansha'akum, ansha al-khalqa, yani aliyeanzisha kumuumba binadamu Allah, itakuwaje alimuumba Mwenyezi Mungu alimuumba binadamu hakuwepo, alikuwa hajulikaniwi, Mwenyezi Mungu akamwanzisha, kisha ashindwe tena kumfufua mara ya pili? Inawezekana vipi? Yani amemuumba binadamu akafa, baada ya kufa binadamu Mwenyezi Mungu ashindwe kumleta tena mara ya pili, ilhali kule kufa mwanadamu si kuwa amepotea kabisa kama alivyokuwa mwanzo. La, kuna athari yake. Sasa ile athari yake iliyobaki ilikuwa ni athari ambayo inaweza kumfufua mwanadamu tena. Kwa hivyo kuanzisha ni vigumu kuliko kufufua tena mara ya pili. Yani kwa mfano mtu ameanzisha project. Sasa ile project kuianzisha, amepambana, ameng'ang'ana, akafanikiwa kuianzisha. Sasa ile project baada ya muda tu ikaonekana imefifia. Je, mtu huyu alianzisha anashindwa kuifufua? Unaona swali kama hilo? Kwa hivyo hiyo ni hoja iko ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema na yeye ndiye ambaye anaanzisha kuumba halafu atalirudisha umbile hilo. Suratu Ar-Rum, walladhi ansha'a al-khalqa. Allah pia akiamrisha kuwajibu wanaopinga kuhusisha na mifupa, kwa mifupa ikiwa inshaoza, amesema kuwa sema ataihuisha yule ambaye ameianzisha mara ya kwanza, al-khalqa. Kwa hivyo katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ansha'akum awwala marra, Mwenyezi Mungu ndiye aliyeanzisha mwanzo. Kwa hivyo hawezi kushindwa kumregesha mwanadamu baada ya kuwa yeye ndiye aliyemwanzisha. Kwa hivyo hoja ya kwanza, kwa Allah ndiye aliyeanzisha kumuumba mwanadamu. Kwa hivyo hawezi kushindwa kumregesha mwanadamu katika hali yake. Hoja ya pili, ardhi inapokuwa imekufa. Hoja ya pili, ardhi hufa na kufufuka kwa mvua. Naam, angalia, kuna wakati hii dunia Mwenyezi Mungu alivyoweka, ameweka kuna misimu. Kuna msimu wa jua, kuna msimu wa baridi, kuna msimu wa mvua na kuna msimu wa upepo. Sasa kuna wakati huwa ni msimu wa jua, kiangazi, kiasi ambacho kwamba ardhi yakauka. Sasa ardhi ikikauka wakati ule ni kama ardhi imekufa. Sasa angalia, baada ya mvua kunyesha, ardhi ufanyaje? Baada ya mvua kunyesha, ardhi yaota, yamea, yatoa mimea, yatoa nyasi, yatoa miti. Sasa ule ni uhai wa ardhi. Sasa mwenye akili asifikirie tu ardhi ilikuwa imekufa
lakini Mwenyezi Mungu ameifufua. Kwa nini Mwenyezi Mungu afufue ardhi, aiweze kufufua ardhi, ashindwe kumfufua binadamu? Ashindwe kumfufua binadamu, ashindwe kuonesha kuwa binadamu akifa atafufuliwa, hiyo ni siku yake ya mwisho. Hoja ya tatu Mwenyezi Mungu anasema, hoja ya tatu ni kuwa kila mwenye akili timamu anajua kwamba anaweza kufanya jambo kubwa, anaweza zaidi kufanya jambo dogo yake kwa kiwango kikubwa. Yani hoja ya tatu ni kuwa Allah anaweza kufanya jambo kubwa Allah anaweza kufanya jambo kubwa. Sasa ikiwa Allah anaweza kufanya jambo kubwa, kwa nini ashindwe kufanya jambo dogo? Je, hivi yule ambaye ameumba mbingu na ardhi hana uwezo? Alaysa alladhi khalaqa samawati wal ardh biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim. Mwenyezi Mungu asema, je, hivi yule ambaye ameumba mbingu na ardhi hana uwezo wa kuumba mfano wao? Hapana, Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na ardhi. Je, atakosa uwezo wa kuumba mfano wake? Hii ni hoja ya tatu ya kuonesha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anao uwezo wa kumfufua mwanadamu. Yani katika kufufuliwa ndiko kuna kuonesha ama kuna kuthibitisha siku ya mwisho. Kwa hivyo hapa tumepata hoja tatu ambazo ziko ndani ya Qur'an zinazothibitisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo wa kumhuisha binadamu tena. Na angalia katika Qur'an mifano ni mingi. Nabii Ibrahim alayhi salam aliwahi kupata na mjadala kidogo kuhusu jambo kama hili, na lilikuwa ni mafundisho pia. Ni mafundisho. Nabii Ibrahim alimuuliza Mwenyezi Mungu jinsi ya kuhuisha. Mwenyezi Mungu akamwambia, chukua ndege, wakatekate ndege tofauti, aina ya ndege, uwachinje, uwakatekate, uchanganye viungo, alafu uchukue kila kiungo ukiweke mbali kando, kisha uwaite. Nabii Ibrahim alivyofanya hivyo, akawaita wale, wakakusanyika mara moja. Sasa jaribu, hebu imagine, amechukua aina 5 tu za ndege, akawachinja wale ndege, akakatakata viungo vyao, akavichanganya, kisha kila kipande cha kiungo akaweka sehemu yake. Lakini kwa kuita tu mara moja, vile vipande vya nyama vikaungana kutengeneza ndege fulani. Kwa muda mfupi wale ndege wote wakarudi katika uhai wao. Sasa hii ni dalili kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anao uwezo mkubwa wa kuhuisha, wa kumrudisha mwanadamu na kumfufua baada ya kufa. Sasa baada ya hapa tuangalie matunda. Tuangalie matunda ya kuamini siku ya mwisho. Kuamini siku ya mwisho, matunda yake ni yapi? Matunda ya kuamini siku ya mwisho. Matunda ya kuamini siku ya mwisho. Matunda ya kuamini siku ya mwisho. Matunda yake. 1. Faida yake ni kuwa kuamini siku ya mwisho kuna taathira kubwa katika kumnyoosha Muislamu, kumdhibiti na kulazimika kwake kufanya mambo mema. Faida ya kwanza,
kumnyoosha mwanadamu. Faida ya kuamini siku ya mwisho ni mwanadamu aweze kudhibitika, aweze kuwa controlled, aweze kunyoka, kwa sababu ikiwa mwanadamu atajisahau kuwa iko siku naye atahesabiwa, iko siku ataadhibiwa, atafanya mengi. Sasa hili linamnyosha na kumkumbusha kwamba wewe pia unachokifanya ujue chaangaliwa, chaandikwa, utahesabiwa. Hiyo ndio faida yake ya kwanza. Faida ya pili, kuwazindua walioghafilika na kujishughulisha na mambo ya kidunia na starehe zake, wakaacha kushindana katika ibada na kuwazindua. Faida ya pili, kuwazindua walioghafilika na starehe za dunia. Kuwazindua, kuwapa tanabu wale ambao wameghafilika na dunia. Wameghafilika na dunia, starehe za dunia zimekuwa nyingi. Kwa hivyo ukimkumbusha, ukimwambia kuwa kuna kufa, baba fulani amekufa, fulani amekufa, fulani amekufa, hii inamzindua. Anajua kumbe hata mimi siku yangu yaja, iko njiani. Kwa hivyo faida au matunda ya kuamini siku ya mwisho ni kuwazindua walioghafilika na starehe za dunia ili warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya tatu, ama tunda ambalo linapatikana katika kuamini siku ya mwisho ni utulivu unaopatikana kwamba mwanadamu atapata fungu lake. Utulivu. Utulivu kwamba mwanadamu atapata fungu lake. Yani mtu ukijua kuwa wafanya kazi ambayo utalipwa, kazi ambayo utaona manufaa yake, huwa mtu yupata utulivu. Sasa siku ya Kiyama itakuwa ndio siku ya watu kulipwa. Unapokuwa umetenda mema, watarajia, watamani kuona malipo. Sasa hii siku ndio siku ya watu kulipwa. Hali kadhalika pia wale ambao wanaojinadi na kujiona kuwa wao ndio wao, wanapowakosea watu, wale wenye kudhulumiwa, saa zingine mioyo zao hutulia wakisema, iko siku Mwenyezi Mungu atanipa haki yangu. Kwa hivyo hili linaleta faida. Kuamini siku ya mwisho inaleta faida ya utulivu kwa baadhi ya nyoyo, kuwa haki itapatikana siku fulani. Kwa hivyo hayo ndio baadhi ya matunda ambayo yanapatikana katika kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moja kwa moja tuingie katika nguzo nyingine ambayo ni kuamini qadari. Kuamini qadar. Kuamini qadar. Katika kuamini kuna nguzo muhimu sana katika nguzo za imani ambayo ni qadari. Qadari ni nini? Wengine wanasema ni destination. Qadar yani ni kile ambacho Mwenyezi Mungu amekadiria, amempangia kiumbe, amempangia mja. Qadar. Sasa hapa katika qadar tuangalie kwanza maana yake nini? Maana yake, maana ya qadar ni imani
Qadar ni imani thabiti ya kuamini kwamba kila jambo jema na kila jambo baya linatokea kwa uamuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala na mipango yake, na kwamba yeye hufanya atakayo. Halitokei jambo lolote isipokuwa tu kwa matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo qadar ni kuamini kuwa kila jambo linakuwa na makadirio. Kuamini maana yake ni kuamini makadirio na mipango ya kila jambo kabla halijatokea. Kwa hivyo hapa maana ya qadar ni kuamini kuwa halitokei jambo katika hii dunia isipokuwa Mwenyezi Mungu amelikadiria na amelipangia. Kwanza amelijua, akalikadiria na akalipangia. Hiyo ndio maana yake. Jambo lolote halitokei katika hii dunia isipokuwa liko katika makadirio ya Allah, liko katika elimu ya Allah, makadirio ya Allah na mipango yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tuangalie hii qadar inajumuisha vitu gani? Kujumuishwa inajumuisha vitu gani? Yani hii qadar hii inakusanya vitu gani? Kujumuishwa kwa qadar, yani qadar hii inajumuisha vitu gani? Number 1, qadar inajumuisha elimu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kila linalotokea analijua, alilijua na atalijua. Alilijua, analijua na atalijua. Yani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yualijua lile jambo, alilijua hata baada ya kutokea pia yuajua. Hiyo ndio maana ya majumuisho ya qadari, kuwa Mwenyezi Mungu anayo elimu ya kutosha kwa lile jambo ambalo litakalotokea lolote. Mwenyezi Mungu anayo elimu ya kutosha. Mwenyezi Mungu anasema yeye ndiye Allah ambaye hakuna anayestahiki kuabudiwa ila yeye tu, mjuzi wa ghaib, alimul ghaibi, mjuzi alimul ghaibi. Mwenyezi Mungu ndio mjuzi alim, wa huwa bikulli shay'in alim. Jambo la pili ambalo linajumuishwa katika qadar ni nini? Kuandika. Kwa jambo lolote likitokea huwa halitokei tu bila kuandikwa. Kuamini kwamba yote ambayo Allah mtukufu ametangulia kuyajua, ameyaandika katika ubao uliohifadhiwa. Yani ni vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ameviandika fi lawhil mahfudh. Kuna kitu kinaitwa lawhul mahfudh, ni ubao uliohifadhiwa. Yani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameandika vitu vyake hapo. Mwenyezi Mungu ameandika. Ushahidi wake ni kauli ya Allah isemayo kwamba hautokei msiba wowote katika ardhi na katika nafsi zenu isipokuwa tu upo katika kitabu kabla hatujaumba. Yani Mwenyezi Mungu anasema hatokei jambo lolote isipokuwa fi kitabi min qabli an nabra'aha. Yani Mwenyezi Mungu anasema kila kitu kiko katika kitabu. Pia kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam isemayo Allah ameandika makadirio ya viumbe kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 1050.
Hadithi Mtume anasema Allah amekadiria, ameandika kila kitu kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 50. Kisha la pili ni utashi. Utashi yani ni mashia, yani ile kutaka. Kuamini utashi wa Allah, yani utashi ni ile kutaka. Wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kuamini utashi wa Allah unaotendeka na mambo hakuna kitu kinachozuia, na pia kuamini uwezo wake ambao hakuna kitu kinachoushinda. Yani hapa huwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaonesha kule kutaka kwa jambo, kule kulitaka jambo. Kwanza yualijua, kisha limeandikwa, halafu amelitaka. Kwa hivyo katika kujumuisha kwa kadari kuwa jambo kama Mwenyezi Mungu yalitaka litakuwa. Halafu ya 4 ni kuumba. Baada ya kuwa Mwenyezi Mungu amejua, akaandika, akalitaka, akaliumba. Kuamini kwamba Allah mtukufu ndiye kuvifanya viwepo vitu vyote, na kwamba yeye pekee ndiye muumba, vyote visivyokuwa yeye vimeumbwa na yeye, na kwamba yeye anaweza kila kitu. Allah mtukufu amesema na ameumba kila kitu akakadiria. Mwenyezi Mungu ameumba kila kitu akakikadiria. Ameumba kila kitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akakikadiria. Mwanadamu ana uchaguzi, uwezo na utashi. Baada ya kujua vitu ambavyo vimejumuishwa katika qadar, mwanadamu ana uchaguzi. Mwanadamu ana vitu vitatu. Ana uchaguzi, kuchagua anachokitaka. Ana uwezo, Mwenyezi Mungu amempa uwezo, na ana utashi. Yani mwanadamu pia yuataka. Inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura wa hadainahu najdaini. Kwa Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu, akampa akili, akampa uwezo. Kwa hivyo mwanadamu ana uwezo wa kuchagua lile liloko mbele yake ambalo ni bora kwake. Na pia mwanadamu amepewa nafasi ya kutaka, ila analolitaka Mwenyezi Mungu ndilo litakalokuwa. Analotaka Mwenyezi Mungu ndilo litakalokuwa. Halafu kuna mtu akasingizia qadar kutokana na uovu anaofanya. Mtu akiambiwa kuswali anasema Mungu amenikadiria hivi, yani nisifanye ibada. Hiki ni kisingizio ambacho hakina msingi. Tusikilize hapa. Uwezo wa mwanadamu na uchaguzi wake ndiyo mambo ambayo yanafungamanishwa na sheria, maamrisho na makatazo. Anayefanya mazuri hupewa thawabu kwa kuchagua kwake njia ya uongofu. Anayefanya maovu huadhibiwa kwa kuchagua kwake njia ya upotofu. Allah hakutulazimisha kufanya isipokuwa yale tu tunayoweza. Kwa hivyo mtu kwenda kujisema kwa mimi siwezi, Mungu amenikadiria nisiswali, Mungu amenikadiria nisifunge, Mungu amenikadiria nisihiji, nisitoe zaka, nisisaidie watu, hili ni jambo ambalo ni kisingizio, kwa sababu Mwenyezi Mungu hajatulazimisha vitu ambavyo viko nje ya uwezo wetu. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Kwa Mwenyezi Mungu hakalifishi nafsi isipokuwa ule uwezo ambao ameijalia ile nafsi. Kwa hivyo mtu kujisingizia akaacha kufanya mema akisema ni jaala yangu ama ni makadirio yangu, hivi ni makosa. Mwenyezi Mungu amempa mwanadamu akili achague, angalie mabaya na mazuri. Amempa uwezo wa kufanya lile jambo, kisha amempa kutaka. Tukimalizia mlango wetu wa qadar, tuangalie matunda ya kuamini qadar. Matunda ya kuamini qadar.
matunda ya kuamini qadar. Matunda ya qadar. Tunda la kwanza ama faida ya kwanza, qadar ni miongoni mwa vichocheo vikubwa vya kutenda. Kichocheo cha kutenda. Yani ukijua kuwa Mwenyezi Mungu hakufanyiki kitu isipokuwa amelikadiria, amelitaka na ameliumba, basi unachochewa kutenda mambo. Kwa sababu kuna watu unaweza ukawaona wanataka kufanya lakini hawawezi. Sasa wewe ambaye umepewa nafasi ukaona unaweza, kwa hivyo hiki ni kichocheo cha kujua kuna qadar na una uwezo wa kufanya. Hiki ni kichocheo kikubwa cha kufanya mambo ya kheri. Kisha hii ni faida ya kwanza. Faida ya pili, mtu kujua uwezo wa nafsi yake na kwa hiyo hawezi kuwa na kiburi. Inaondoa kiburi. Inaondoa kiburi. Mtu akijua kuna qadar, kwa hivyo yeye lazima ataondoa kiburi katika moyo wake, kwa sababu yeye hajamuomba Mwenyezi Mungu ampe uwezo wa kufanya ibada. Sasa ni uwezo wa Mwenyezi Mungu, ni qadari ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo anafaa kufanya nini? Kuondoa kiburi. Kama ni Mungu amekujalia neema yote, kuwa ni Mwenyezi Mungu ndiye aliyekujalia. Mwenyezi Mungu ndiye aliyekujalia. Kwa hivyo hiyo ni faida. Ya tatu, imani hiyo inaondoa kabisa tabia chafu ya husda. Imani ya qadar inaondoa tabia chafu. Inaondoa husda. Husda ni tabia chafu ya kumhusudu mtu ambaye ana neema ambayo wewe hauna, ukatamani ile neema imuondokee yeye, wewe huitaki na mwenzako pia asipate. Hii ni tabia chafu ambayo inapatikana kwa watu wasiojua umuhimu wa qadar. Kwa hiyo mtu akijua qadar inamsafisha kutokana na tabia hii chafu. Kisha katika faida, kuamini qadar kunaamsha katika nyoyo ushujaa. Inaleta ushujaa katika moyo. Kwa sababu gani? Ukiwa wajua kuwa halitofanyika jambo la kukudhuru isipokuwa liwe limepangwa na Allah, kwa hivyo hautaogopa kitu. Kwa inaleta ushujaa. Jambo la tano, kuamini qadar kunaotesha katika nafsi ya muumini hakika mbalimbali za imani. Yani qadar inaleta uhakika, hakika ya imani. Hakika ya imani inasababishwa na nini? Na qadar. Kwa kuamini qadar kunaleta hakika mbalimbali ya imani. Jambo lingine la sita la mwisho, kuamini qadar kunaamsha utulivu katika nafsi. Kuamini qadar inaleta utulivu katika moyo. Ukiwa wajua Mwenyezi Mungu alichonikadiria mimi nitakipata tu, kwa hivyo utulivu wa moyo utapatikana. Kama mnavyosema Imam Shafi, walamma alimtu anna rizqi la yakuluhu ghairi itma'anna qalbi. Imam Shafi alijua qadar kuwa riziki yangu ni yangu, hata nikifanyaje nitaipata tu. Kwa hivyo moyo wake ukatulia. Akijua kuwa kama si yake hatopata, moyo utatulia. Kwa hivyo haya ni baadhi ya matunda yanayopatikana katika qadar. Na huu ndio mwisho wa muhadhara wetu wa leo wa kuhusiana na kuamini siku ya mwisho na kuamini qadar. Katika qadar tumeona maana yake, tukaona qadar
ni kuamini makadirio, mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha tukaona neno qadar linajumuisha mambo kadhaa, mambo manne. Linajumuisha elimu, kwa Mwenyezi Mungu alijua lile jambo kabla halijatoka, baada ya kutokea, wakati likitokea Mwenyezi Mungu alijua. Kisha Mwenyezi Mungu ameliandika katika Lauhul Mahfudh, ubao uliohifadhika. Kisha Mwenyezi Mungu amelitaka liwe. Kisha Mwenyezi Mungu akaumba. Kisha mwanadamu anamjaliwa uchaguzi, yani anaweza kuchagua na anao uwezo na pia anakutaka. Kisha tukamalizia mwisho matunda ya nini? Matunda ya imanu bil qadar. Matunda ya imanu bil qadar ni haya 6 hapa. Ya kwanza ni kichocheo cha kutenda, ya pili inaondoa kibri, ya 3 inaondoa husda, ya 4 ni inaleta ushujaa katika moyo, ya 5 inaleta hakika ya imani, ya 6 inaleta utulivu katika nafsi ya mtu. Kwa hivyo haya ni ambayo tumeyaona katika darsa yetu ama muhadhara wetu wa leo katika imani ya qadar na imani ya siku ya mwisho. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuafikie kwa haya tuliyosema, yawe ni mema ambayo yatakuwa ni yenye kutunufaisha sisi na wengine insha Allah. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. قم وابتهل ويمن إلى الله، قم وابتهل إذا رمت حقا بلوغ العنان، فثابر وحصل بجهد تصل، فثابر وحصل بجهد تصل.